Asante, nashukuru sana. Nimefurahi leo kuwepo kwenye tamasha la Simba. Sisi tuliandaa uwanja wa Uhuru. Uwanja wetu uko kwenye ukarabati. Mkataba wetu ulikuwa tumalize mwezi wa 12. Lakini tuliona tukimbizane ili Simba Day, Yanga Day zifanyike uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo nimefurahi kwamba tumekimbizana. Inawezekana kuna baadhi ya mambo machache bado hayajakamilika, lakini lengo letu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba Simba Day hatuipeleki mchangani. Inafanyika katika uwanja wa Uhuru na bila shaka mmeona sasa hivi kutakuwa na adjustment kidogo za taa na nini, lakini nimefurahi kwamba Simba Day imefanyika vizuri. Tumepoteza mechi, lakini nadhani muhimu ilikuwa ni Simba Day, sio matokeo. Tamasha lilikuwa na watu wengi, lakini uwanja haukuruhusu upatikanaji wa watu. Ile labda inaibeba kama changamoto kuhakikisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unamalizika kwa haraka. Ni kweli uwanja wetu wa Uhuru una uwezo wa watu 20,000. Hasa Simba Day na Yanga Day ni matukio makubwa ambayo yanaleta watu wengi sana. Kwa uwanja wa Uhuru kwa sasa hatuna mpango wa kuongezea mapema watu. Tulipenda sana twende category 4 ya CAF, lakini sio kwa sasa kwa sababu tayari tuna uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunakamilisha uwanja wa Benjamin Mkapa. Mkandarasi yuko zaidi ya 50% kwenye ujenzi wa pitch. Kwa hiyo pitch ikikamilika, wakati tunasubiri AFCON kwa matukio yale muhimu, tutayapeleka pale kama CAF hawatatuzuia, kwa sababu wakati mwingine CAF hawataki viwanja ambavyo vinajiandaa kwa mazoezi, kwa mashindano kutumika wakati wa mazoezi. Lakini watuwe radhi tu kwamba uwanja wa Uhuru ndio uwezo wake, hatuwezi kuweka watu zaidi ya hapo. Lakini naamini leo watu wamefurahi. Kwa mara ya kwanza watu wameona uwanja wa Uhuru ukiwa na taa, ukiwa na viti, ukiwa na vyoo visafi, ukiwa na pitch ya kisasa. Hayo ndio yalikuwa mambo makubwa ambayo tumefanya kwenye ukarabati tuliofanya Uhuru. Una asilimia ngapi kukamilika, na kama una asilimia zaidi ya 99, je, vipi kuhusiana na sehemu ya waandishi? Kuna uwezekano wa kutengenezewa sehemu kama ambavyo ilipo Benjamin Mkapa? Tutaitengeneza sehemu ya waandishi, ipo kwenye program, lakini kwa wakati huu hatukuweza kuwahi nayo. Ni sehemu ya kwa waandishi wa habari, lakini pia tunaandaa sehemu ya kuweka kamera kwa ajili ya wenzetu wanaorusha mpira moja kwa moja. Sasa hayo ni mambo ambayo tutaendelea kuyaboresha kadri tunavyokwenda, kwa sababu tulikuwa tunakimbizana tu kwanza na uhakika wa tukio kufanyika. Nafurahi kwamba tukio limefanyika, lakini hayo yote tutayazingatia, na kama mengine mnayajua, waandishi wa habari nyinyi semeni. Mimi mwandishi wa habari mwenzenu niko hapa. Kama kuna jambo linawakwaza niambieni, tutakwenda kulifanyia kazi. Sawa jamani? Msipate shida. Mimi nikiwa hapa mtapata shida. Subirini niondoke ndio mpate shida. Sawa? Kile ambacho kimekuvutia hasa kwenye tamasha la leo. Kilichonifurahisha hasa. No, mimi nimefurahi utambulisho wa wachezaji. Nimefurahi sana jinsi Simba walivyoweza kuunganisha michezo na utalii. Nimependa sana ule ubunifu wa kuingia na Simba wanyama kutoka Ngorongoro. Yaani safi kabisa, excellent. Yaani excellent. Yaani kwenye hilo walitoa na kofia kabisa kwa Simba. Salute kabisa. Tunataka sisi, lengo letu ni kwamba tutumie michezo kimkakati. Kwa hiyo unapokuja ubunifu ambao unaongeza thamani zaidi ya michezo, hicho ndio kitu kikubwa ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakitaka. Kwamba sasa tutumie michezo kutangaza utalii, tuvutie wawekezaji, tuvutie biashara, tuvutie fursa mbalimbali kwa vijana. Na mimi nikiona nyinyi ndugu zangu mmejaa hapa, mnatengeneza content zenu, mnatengeneza pesa, hiki ndio kitu ambacho tunakitaka. Kwamba michezo yetu sasa iwe na pesa kwenye mifuko ya watu, na haya ndio naanza kuyaona. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana ule ubunifu wa kuingia na Simba mnyama, ile nimeipenda sana. Na uliulizwa moja ya swali hapa kwamba vipi asilimia za uwanja mpaka sasa zina asilimia ngapi? Tukitazama taa kwa asilimia ambazo tumeuangalia mchezo wa leo, kumekuwa na upande mmoja giza, upande mwingine kama na tunaelekea katika ligi na uwanja ambao utatumika pia katika mechi kubwa. Tunaona Simba atatumia, Dar es Salaam Africans atatumia asilimia za taa. Tukielekea katika mchezo huu tutashuhudia mechi za usiku. Yaani taa, kusema kweli, ufungaji wa taa ni 100%. Ambacho kilikuwa bado hakijafanyika kikamilifu ni majaribio, testing ya kwanza tumefanya jana. Kukawa kuna vitu vya kuvirekebisha, lakini hatukuweza kufanikiwa kukamilisha leo asubuhi kulifanyika testing, lakini hasa mchana hakuna giza, kwa hiyo huwezi kubadilisha. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, baada ya mechi kuna watu wanapanda huko juu kurekebisha. Kwa hiyo inawezekana kesho kwenye siku ya mwananchi ikawa hali tofauti kabisa. Taa hazina tatizo hata kidogo, lakini ni setting, jinsi ya kuzibimu. Unaona zile taa mbili ya upande wa kusini magharibi na kaskazini mashariki ndizo zilikuwa zimepiga mwanga mwingi sana pale. Kwa hiyo ile ni setting tu, na hii ni kazi ambayo kusema kweli katika kule kukimbizana ilikuwa ni ya mwisho, kwa sababu kuna baadhi ya vifaa tuliviagiza vikaja hapa viko tofauti na mfumo uliopo. Kwa hiyo imebidi kuvibadilisha. Kwa taarifa yenu, hizi taa kwanza leo tumeziendesha kwa generator
Yaani kila taa moja hapo ina generator lake, kwa sababu hata ule mfumo wa TANESCO au mfumo wa umeme wa majenereta ya uwanja kuingia kwenye hizi taa tulikuwa bado hatujaukamilisha, lakini muhimu ilikuwa ni kwamba tuhakikishe uwanja leo unatumika kwa ajili ya Simba Day. Kwa hiyo tumefanya, kesho tutaenda kufanya marekebisho, lakini kusema kweli kwa sehemu kubwa kazi iliyofanyika uwanja ni kama uko tayari. Na bila shaka nyinyi si mmeenda kwenye vyoo, mmeona vyoo vilivyo vizuri, si ndio? Mmeona viti vile classic kabisa, yani grade ya kwanza ya viti. Mmeona pitch ile, najua nyinyi hamjacheza mpira, mimi nimecheza mpira. Ile pitch na shock pad, wachezaji wenyewe watawaambia bora kabisa. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tathmini yako Simba na tuwakilisha kimataifa ikoje hasa, na tayari tunajua ratiba yao imeshatoka, na goli la mama je lipo? Simba ndio wanatuwakilisha. Mimi naona wana timu nzuri. Wana timu nzuri. Nimeiona leo wamecheza na Polisi Kenya. Polisi Kenya nayo ni timu nzuri. Imekuwa tu ndio hivyo, mpira wenyewe mchezo wa makosa. Kwa hiyo goli la mwisho basi ndio mpira, lakini Simba ni timu nzuri. Wote mmeiona. Mimi naamini tatuwakilisha vizuri, na mwalimu atakuwa na muda zaidi kwa sababu ndio kwanza tumeanza. Atakuwa na muda zaidi wa kufanya marekebisho. Goli la mama nitawaambia baadaye.